Mtazamaji hujambo na karibu katika Hot Mix habari pamoja na mjadala usiku huu. Karibu sasa tukuhabarishe kwa taarifa mbalimbali tulizokukusanyia kwa kutwa nzima ya hii leo. Jina langu ni Elikuna Materu, nitakuletea habari za kitaifa. Samson Chaza atakuja katika habari za biashara na uchumi. Juma hili atakuja katika habari za michezo na burudani, na bila kumsahau Belinda Semtandi ambaye leo atakuwa katika mjadala. Karibu sasa katika taarifa zetu. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limetoa tahadhari kwa wananchi juu ya uwepo wa vikundi au watu wanaojifanya kuwa na uwezo wa kuwapatia vijana ajira za moja kwa moja katika jeshi hilo au nafasi za kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa JKT. Oliver Nyiriga anayo taarifa inayofafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, mkuu wa utumishi wa JWTZ Meja Jenerali Harrison Masebo amesema licha utaratibu wa jeshi kuwa ni bure kujiunga, lakini bado kuna baadhi ya watu hutoa fedha kama rushwa ili kujiunga na jeshi hilo kinyume na taratibu. Amesema kuwa kwa yeyote atakayebanika ametoa fedha kwa namna yoyote ile ili kijana wake ajiunge na JKT na kisha kuwasilisha malalamiko yake kwamba ametapeliwa, atahesabika kuwa ametoa rushwa, na hivyo yeye atafikishwa katika vyombo vya sheria kwa tuhuma za kutoa na kupokea rushwa. Na tukiwakamata kwa sababu wanachafua jina la jeshi. Unapotamka mimi ni captain, mimi ni mwanajeshi, unachafua jeshi. Alafu wanaosoma sio wote wanaamini kwamba huyo ni tapeli, ni muongo. Kuna wengine wanaamini kwamba ni mwanajeshi kasema, wanajeshi wanadanganya. Ndio maana tunasema kuanzia sasa ukiambiwa kwamba kuna mwanajeshi anasema kuna ajira, wewe mkubalie. Alafu njoo tuambie. Tena njoo ofisi ya utumishi jeshini, mahali fulani mtu fulani ameniambia. Alafu uje utuambie kama tumeshindwa kutekeleza, kwa sababu huyo mtu hatutamvumilia. Ametuchafua kwa muda mrefu, tumewavumilia kwa muda mrefu. Hatuwezi kuendelea kuona mkuu wetu wa majeshi anachafuliwa wakati utaratibu ameuweka mzuri. Na Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakari Zuberi bin Ali amewataka Waislamu wote nchini kuhakikisha wanakuwa kielelezo cha amani na utulivu, sambamba na kuhakikisha funga yao inaleta mabadiliko mema kwa taifa. Oliver Nyiriga anayo taarifa zaidi. Mufti Zuberi amesema mwezi wa Ramadhani utumike kwa ajili ya watu kujiweka karibu zaidi na Mungu na kujiepusha na maasi ambayo kama hayatakemewa kwa vitendo yanaweza kuharibu misingi ya maadili ya dini ya Kiislamu. Amesema kuwa kufunga ni kutekeleza agizo la dini ya Kiislamu, wakati huo ni dawa ya kujenga afya ya mwili, kwa kuwa baadhi ya vyakula vikiwa vingi mwilini vinajenga maradhi ambayo yanaweza kuwa ya kudumu, lakini yanaweza kuzuilika kwa njia ya kufunga. Kufunga ni dawa inayomtengeneza mtu katika mwili wake. Asema sumu tasihu, fungeni mtapata uzima. Yani katika kufunga kuna sehemu kubwa sana ya kuijenga afya katika mwili. Kama unavyoelewa, magonjwa mengi yanapatikana kwa sababu ya ulaji wa ovyo ovyo. Watu wanajilia ovyo ovyo tu, hawana utaratibu mzuri wa kula. Lakini vile vile kile chakula ikiwa kingi mpaka ikawa hakihitajiki tena katika mwili, kinajenga asili ya maradhi katika mwili. Sasa Mtume sallallahu akawahimiza waumini kwamba fungeni mtapata uzima, mtajenga uzima, mtajenga afya zenu katika swala zima la kufunga. Amezitaja faida za mtu anayefunga kwa mwezi wa Ramadhani, ikiwa ni pamoja na kujiongelea thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Katika afya, hospitali ya taifa ya Muhimbili leo imezindua huduma ya upasuaji na upandikizaji kifaa cha usikivu kwa ajili ya watoto wenye matatizo ya usikivu hapa nchini, na kuifanya Tanzania kuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kutoa huduma hiyo katika hospitali ya umma. Mwanahabari wetu Lois Joseph anayo taarifa zaidi. Matibabu ya kupandikiza kifaa cha usikivu nje ya nchi hugharimu kati ya shilingi milioni 86 hadi milioni 100, ambapo kutokana na gharama hizo ni watoto 15 pekee hupelekwa nje ya nchi kutibiwa kati ya watoto 200 wanaozaliwa na matatizo ya kusikia nchini kila mwaka, ambapo sasa matibabu hayo yatagharimu shilingi milioni 36 kwa kila mtoto katika hospitali ya taifa Muhimbili.
Mheshimiwa Ummy Mwalimu amesema kuanzia sasa serikali itasitisha kuwapeleka nje ya nchi wagonjwa wenye matatizo ya usikivu kwa ajili ya matibabu na kuagiza mfuko wa bima ya afya NHIF kuhakikisha kuwa wale wote waliojiunga na bima ya afya wanaweza kutibiwa kwa shilingi milioni 36 hapa nchini. Kwanza ni magonjwa ya saratani yanachukua 50%, alafu tunakuja magonjwa ya moyo yanachukua takriban 30%, alafu ndio magonjwa tatu ambayo yanaongoza ni masuala ya masikio, pua na koo. Kwa hayo ndio top 3 disease ambazo zinatufanya tuwapeleke wa Tanzania nje ya nchi. Kwa kwenye moyo tumeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa na ndio maana mwaka juzi tulipeleka wa Tanzania takriban 553 nje ya nchi, lakini mwaka huu wa bajeti tumepeleka wa Tanzania 357. Kwa hiyo profesa, unazidi kutusaidia kupunguza idadi ya wataalamu nje ya nchi. Na nafarijika pia kusikia kwamba wanaohitaji huduma hii kama profesa alivyosema 95% ni watoto. Kwa hiyo nikiwa pia na dhamana ya kusimamia haki na ustawi wa watoto, nafarijika kwamba kuona kwamba huduma hii ya kufanyia upasuaji wa kuweka kifaa cha usikivu kwa watoto wadogo inafanyika hapa nchini. Huduma za kibingwa zitakazopunguza rufaa ya wagonjwa nje ya nchi ziwe endelevu. Ni muhimu hospitali zetu ziwe na wataalamu wa kutosha na waliobobea katika fani zao. Hivyo basi ni muhimu mipango ya kuwapata wataalamu hawa yani kuwasomesha, lakini pamoja na kuhakikisha wanakuwepo sehemu zao za kazi. Marais wastaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alhaji Hassan Mwinyi na Dr. Mrisho Kikwete leo wameongoza viongozi wa serikali na mashirika binafsi katika kuaga mwili wa marehemu Balozi Abduli Omar Cisco Mtiro. Oliver Nyerega amefuatilia na ana taarifa zaidi. Shughuli hiyo ya kuaga mwili wa marehemu Cisco ilifanyikia nyumbani kwa marehemu Mikocheni jijini Dar es Salaam na mazishi kufanyika katika makaburi ya Kisutu, ambapo viongozi mbalimbali wastaafu na walioko madarakani kwa sasa, viongozi wa mashirika binafsi na mashirika ya dini wamehudhuria mazishi hayo. Akiongea katika msiba huo, Shehe Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Alhadi Musa Salum amesema ni wajibu wa kila mwanadamu kuishi kwa kufuata imani bila kuwa na ubaguzi wa kidini. Brother amefariki katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao ni wa baraka, mwezi wa rahma, mwezi wa kheri. Kwa hiyo tunataraji kwamba kupitia Ramadhani atapata takfifu katika kaburi lake. Kwa upande wake, waziri mstaafu wa mambo ya nje Mheshimiwa Bernard Membe amesema marehemu Cisco atakumbukwa na wengi kulingana na tabia yake ya kukemea maovu na kuacha uongozi wenye alama. Kumbuka Cisco Mtiro kama mmoja wa wafanyakazi ambao walikuwa hodari na waliokuwa watiifu kwa viongozi wao wote. Ndio maana mnakuta leo kwenye kadamnasi hii viongozi wakuu wastaafu wa nchi walikuwa pale, kwa sababu kwa kweli tumeondokewa na mfano wa mtu ambaye tunajivunia kumuita mchapakazi na kiongozi bora. Naye mwakilishi wa familia ya marehemu Balozi Abdul Omar Cisco Mtiro, Bwana Said Ibrahim, amesema marehemu alifariki siku ya tarehe 5 mwezi Juni mwaka huu katika hospitali ya Aga Khan alipokuwa akitibiwa, na marehemu ameacha mke, watoto 4 na wajukuu. Marehemu Abdul alikuwa ni mtu mcheshi, si mcheshi tu, pia alikuwa mchekeshaji. Kwa wale ambao walikuwa karibu naye bila shaka wanamfahamu. Alikuwa mtu wa kutoa msaada kwa watu wote walikuwa na shida na hakubagua wala hakuchagua. Na alikuwa mwanachama hai wa klabu yetu ya Saigoni ambayo iko mtaa na Rung'ombe Kariakoo pale. Mungu ailaze roho ya marehemu mara pema peponi. Amin. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi. Taarifa hiyo ya Oliver Nyerega inahitimisha habari za kitaifa, na sasa tukujuze kupitia Je Wajua. Je wajua? Unywaji wa vinywaji vyenye joto zaidi ya nyuzi joto 65 unaweza kusababisha saratani ya koo. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya saratani ya Umoja wa Mataifa.
Je, wajua? Na sasa tujiunge na Samson Charles katika habari za biashara na uchumi. Samson. Asante sana Elikunda Matero. Mtazamaji, tuanze na taarifa hii ambapo mageuzi ya kiuchumi yanayofanywa na serikali katika kuhakikisha Tanzania inafikia malengo ya kuwa na taifa la uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025 yameendelea kupata msukumo mpya baada ya mkazo kuwekwa katika kuhakikisha kuwa uwekezaji unaofanywa kwenye bajeti na ununuzi wa mitambo unaendana na haja ya kuandaa vijana wa Kitanzania watakaoendesha na kusimamia viwanda badala ya kutegemea wageni. Taarifa Njonanje Samuel inasomwa na Basil Bakile. Hayo yamebainishwa jijini Dar es Salaam hii leo katika hafla ambapo asasi ya Africa Code Week yenye makao yake nchini Ireland ilipoingiza Tanzania katika programu ya mafunzo ya elimu maalum ya teknolojia ya kompyuta kwa vitendo, programu inayoratibiwa na kituo cha hatamizi katika teknolojia na biashara DTBI. Mwakilishi wa DTBI Bi Josephine Sepeku amesema mafunzo hayo ambayo yameanza kutolewa katika shule ya msingi Kijitonyama jijini Dar es Salaam yatawawezesha wahitimu wa elimu ya msingi kuwa na ujuzi wa teknolojia za juu za kompyuta zinazohitajika kuivusha Tanzania kuwa taifa la uchumi wa kati, teknolojia zijulikanazo kama computer coding. Kwa mfano kama sasa hivi rais anasema kwamba tuende katika Tanzania ya viwanda. Lakini ukweli ni kwamba mashuleni tukisoma hatuwezi kupata ile knowledge ambayo inahitajika zaidi kama kuingia katika sehemu nyingine. Lakini tumeona wanafunzi kuanzia ngazi ya chini, ngazi ya primary mpaka kufika sekondari, mwanafunzi huyu akijifunza vitu hivi kuanzia darasa la 5 anafika mpaka sekondari, anafika mpaka chuo kikuu. Ina maana akimaliza pale ana uwezo wa kujua kompyuta ni kitu gani na anaweza kuitumia vipi. Baadhi ya walimu wanaopatiwa mafunzo hayo wamesifu mpango huo kuwa utasaidia kuzalisha wahitimu wazuri kwenye fani za sayansi na uhandisi, huku mwanzilishi mwenza wa programu ya Africa Code Week Bwana Bernard Kick akisema kuwa mafunzo wanayoyatoa yatasaidia sana katika kuleta mageuzi ya kiuchumi. Kwanza sasa tunakwenda sayansi na teknolojia. Kwa jinsi tunavyokwenda ni rahisi kutambua ulimwengu unakwendaje, dunia inakwendaje. Na nafikiri kwa sababu watoto wetu saizi ni waelewa, ni wanadaka kitu haraka, kwa hiyo tukiwafundisha wataelewa vizuri. Vile kutokana na mwelekeo wa nchi yetu kwenda kwenye uchumi wa kati na viwanda, itasaidia kupata wataalamu ambao watakuwa na teknolojia ya kisasa katika kuweza kwenda vizuri na teknolojia na uanzishaji wa viwanda kwa nchi yetu. Serikali imeombwa kuandaa utaratibu mzuri wa ufanyaji biashara baina ya wafanyabiashara ndogo nchini maarufu kama machinga na wamiliki wa maduka katika maeneo ya Kariakoo hapa jijini Dar es Salaam baada ya kuibuka kwa uhasama baina ya makundi hayo mawili. Jonanje Samuel ana taarifa inayosomwa na Basil Bakile. Hali hiyo imedhihirika hii leo baada ya kuwepo kwa malalamiko kuhusu uwepo wa kundi kubwa la wamachinga wanaopanga bidhaa mbele ya maduka yao, huku wakiwazuia wenye maduka hayo kufanya biashara. Kimsingi katika biashara yule aliyeko mbele ndiye anayeuza. Kwa hiyo machinga wanauza sasa zaidi ya wafanyabiashara wenye maduka, na wana vipato vikubwa sasa kwa sababu vitu vyao kwanza wanaviuza bei ndogo kwa sababu hawana gharama za uendeshaji. Sasa hii kitu serikali imetuletea ugomvi wafanyabiashara wakubwa na wafanyabiashara wadogo, jambo ambalo halikustahili. EATV imefika katika makutano ya mitaa ya Nyamwezi na Mhonda eneo la Kariakoo na kukuta wamachinga wakiwa wamepanga bidhaa zao pembezoni mwa barabara, hali inayowazuia wenye maduka kufanya biashara, kama anavyoeleza katibu wa jumuiya ya wafanyabiashara wa eneo la Kariakoo Bwana Abdalla Mwinyi. Lakini sasa tunakoenda uhuru wanaopewa machinga wanavuka mipaka. Tuheshimiane, sisi tunalipa kodi siku zote. Serikali inafanya shughuli zake kupitia wafanyabiashara walipa kodi. Hatukatai kama machinga naye atakuja kuja kuwa mfanyabiashara, lakini wakati unamwandaa huyu tengeneza mazingira bora kwa aliyopo. Shikilia ulichonacho mkononi. Alipofuatwa kutoa ufafanuzi wa kwa nini wamachinga wamekuwa kero kwa wafanyabiashara wenye maduka, mkurugenzi wa chama cha wamachinga Bwana Namoto Yusuf Mohamed amekana tuhuma hizo kwa maelezo kwamba suala hilo linaweza kuzungumzika katika ngazi ya viongozi wa jumuiya hizo mbili za wafanyabiashara. Lakini ni wakati ambao tunataka
tunawaambia kaka zetu kibiashara wenye maduka kwamba sisi kama machinga kwanza hatuna ugomvi wowote na watu wenye maduka. Pili, tunahitaji sana ushirikiano wao na support yao, kwa sababu wao ndio wanaweza kutuonesha sisi njia. Hatutegemei kama wanachama tulionao tunataka waendelee kukaa barabarani kwa miaka 10 20 ijayo. Tunategemea waanze kuinuka, ndio maana tumedesign mpango ambao tunategemea kabisa kama ukisimamiwa vizuri na pande zote utaweza kuleta tija kubwa sana katika mfumo mzima wa biashara na mfumo wa maisha ya vijana Kariakoo. Elikunda tu anasema mchuna ngozi vutia kwake. Kwa hiyo mwenyekiti wa machinga anakuambia hawazibi biashara. Na wakati ukitazama zile picha zinakuonyesha dhahiri kwamba wanaziba biashara. Wako mbele ya duka la mtu. Swali ninalojiuliza, wapi sasa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya hawa machinga? Nadhani yangekuwa yameainishwa vizuri, Rais alishasema miundombinu ingekuwepo mizuri. Sidhani ugomvi kama ungeendelea. Rais alishatoa utaratibu, akazungumza namna ambavyo wanaweza wakatengewa eneo, ikatengwa siku, kwa mfano kwenye spaces za magari ya mwendo kasi kwa mfano, wakafanya biashara zao pale. Rais alisha kutoa ufafanuzi mzuri sana. Nakumbuka baada ya sakata wa machinga wa Mwanza alizungumza hilo swala. Lakini wakuta kuna hawa machinga, juzi nimefuatwa na mwenyekiti wa chama cha waendesha taxi. Kuna taxi bubu, hao waendesha taxi ambao ni wanalipa kodi na kadhalika. Kuna watu na mateksi yao mabubu tu wanakurupusha mtaani, wanaingiza barabarani na wao wanaiba wateja. Umeona bwana? Kwa hiyo nadhani mimi kwa kushauri kwamba uongozi husika waweze kufuatilia kwa undani zaidi kuhusiana na hili swala. Maana najua kwamba linaweza likaleta tatizo kubwa sana hapo baadaye. Yep. Asante sana Samson Charles kwa habari hizo za biashara na uchumi. Na mtazamaji, sasa tuende mapumziko, tukirejea ni michezo na burudani. Mtazamaji wa Hot Mix, karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Jumaidi. Tuanze na habari za michezo kitaifa. Kikosi cha timu taifa ya Tanzania Taifa Stars kimewasili hii leo kikitokea nchini Misri, kilipokuwa kimeweka kambi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya Lesotho utakaopigwa Juni 10 mwaka huu, ikiwa ni kuania kufuzu kushiriki fainali za kombe la mataifa ya Afrika 2019. Taarifa zaidi na Sports Lady Fatma Rashidi. Afisa habari wa shirikisho la soka nchini TFF Alfred Lucas amesema kikosi kimewasili salama isipokuwa beki Mohamed Hussein Shabalala bado ni majeruhi, ambapo wameongeza kuwa kesho mara baada ya mazoezi watatangaza mchezo huo wa Jumamosi utapigwa katika uwanja gani hapa jijini Dar es Salaam. Ulimwengu na Faridi Musa Shaha wao tulikuwa nao Misri, lakini Bwana Samata yeye Misri hakufika, na sababu za kutofika ni alikuwa amechelewa kupata visa mapema na ili aweze kuunganisha, na kwa msingi huo mwalimu alishauri na tulishauriana na mchezaji aje, na kwa sababu kilichofanya vile vile chelewa alikuwa na program mbalimbali kwenye timu yake ya Genk kabla ya kuanza usajili au kuanza msimu mpya. Kwa hiyo hayo yote yalichangia yeye kuweza kuchelewa na upatikanaji wa visa ulivyochelewa. Kwa hiyo ninavyozungumza nanyi mbwana yeye kama ameshatangulia Tanzania, hivi ninavyozungumza sasa naye yuko kambini, wamepumzika hapo juu. Lakini kesho asubuhi saa 2:30 kwa pamoja wote wataanza mazoezi kwenye uwanja wa JK Park, na ndipo tutakapokuwa na wasaa itapofika saa 4 kuweza kutoa taarifa kwamba mchezo utafanyika wapi, kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko. Mtazamaji wa Hot Mix, mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini pia usikose kusikiliza kipenga cha East Africa Radio itakapofika saa 2 mpaka saa 3 usiku huu. Mimi naitwa Jumaidi na kurejesha kwake Elikunda Matero. Asante Jumaidi. Taarifa ambazo tumezipata kwamba Madrid wamesitisha kumuuza sasa, kumchukua De Gea. Kwa hiyo ile goalkeeper ambaye alikuwepo ataendelea canvas, ataendelea kuwepo kama kawaida. Kyle Navas ataendelea kuwepo. Naam. Kwa hizo ndo taarifa ambazo ni nzuri sasa kwa sasa kwa Madrid. Na mtazamaji, kwa kufikia hapo tunahitimisha taarifa zetu ambazo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Kumbuka unaweza kuperuzi zaidi taarifa hizi katika tovuti yetu ya eatv.tv na kujadiliana nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa facebook.com/eatv.tv. Zipo taarifa mbalimbali ambazo bado hatujazipata kupitia hapa, lakini katika tovuti yetu unaweza kuzipata zaidi na zaidi. Nikukumbushe, wahenga wamekuwa kinena kuhusiana na matukio mbalimbali na jinsi ya kuyatatua. Wanasema kwamba ukiwa moto haupoozwi kwa ncha ya ulimi. Jina langu ni Elikunda Materu, nikutakie usiku mwema.
Thank you.